hali gani mtazamaji wa Mlimani TV? Ni kwa mara nyingine tena katika kipindi cha Mlimani leo asubuhi katika kipengele chake cha pili cha Jahara sehemu ya kwanza, ambapo kinakuletea mazungumzo mbalimbali na langu jina ni Hagai Daudi, ambapo siku hii ya leo nipo na mgeni wangu ambaye ni Dickson Gerase Haji ambaye anatokea katika taasisi ya NMCCE Incubation Center, ambayo leo tunazungumzia tathmini huru ya elimu nchini Tanzania. Na hapa karibu sana mgeni. Asante sana bwana Hagai. Naam, na kwa kwanza kabisa, na tunapokuwa tunaongelea taasisi ya NMCCE Incubation Center, ni taasisi ambayo inajihusisha na vitu gani zaidi? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kama ambavyo nimetangulia kueleza kwamba kituo hiki cha atamizi cha mafunzo kimejikita kuandaa watoto kuanzia shule za msingi na sekondari wawe na umahiri wa somo la hisabati. Ukiangalia NMCCE ni kifupisho cha Nzuludi Mathematical Computing Center of Excellence, NMCCE. Ni baada ya kufanya tafiti kwa zaidi ya miaka 10 kubaini kwamba kuna changamoto kubwa sana ya somo hili la hisabati hapa nchini. Hivyo nikaona kwamba majawabu sahihi zaidi yanapatikana nje ya mfumo. Kwa nikaona hilo wazo la kuanzisha hii center ambayo ilianzia huko Morogoro na kwa sasa hivi ipo Kigamboni. Naam, kwa hiyo ulianzisha wewe mwenyewe, na ilikuwa ni sababu zipi ambazo zilipelekea ukatoka Morogoro na kuja Dar es Salaam? Kwa sababu ukiangalia hata Morogoro pia kuna uhitaji mkubwa. Ni sahihi. Kwa hapa Dar es Salaam kwa takriban kipindi cha mwaka mmoja sasa, toka wakati wa maboresho ya mtaala huu mpya, mimi binafsi niliandika andiko kwa mamlaka zinazohusika kupendekeza kwamba somo la hisabati kwa darasa la 7 kwa miaka zaidi ya 10 limekuwa wanafunzi wanatathminiwa kwa kufanya multiple choice kwenye mtihani wa darasa la 7. Kwa chimbuko la mimi kuja Dar es Salaam ni wakati naandikia hilo kwamba kuna haja sasa ya kufanya hayo maboresho ili tuweze kuandaa watoto wa Kitanzania ambao wana umahiri wa kutosha katika somo hili la hisabati, kwa sababu kwa miaka zaidi ya 10 ambapo walikuwa wanafanya mtihani wa kuchagua, imezorotesha sio tu somo hilo la hisabati, lakini pia hata masomo mengine, lakini wanafunzi umahiri wao umedorora, lakini pia na mwalimu na mwalimu pia. Ujue kwamba kama mwanafunzi amepewa swali la kuzidisha njia ndefu, ni dhahiri kwamba kama mwanafunzi ameonyesha mchakato wote wa kupata jibu, hata mwalimu anaweza akajifunza mbinu ya ziada ambayo mwanafunzi pengine ameipata kupitia vyanzo vingine, kwa sababu sio njia moja tu ambayo ipo. Hasa tukiangalia sasa hivi dunia ya sayansi na teknolojia, ambapo kuna vyanzo mbalimbali hasa vya kimtandao ambavyo mwanafunzi anaweza akapata pia mbinu mbadala. Na tukirudi katika mada yetu ambayo inasema tathmini huru ya elimu nchini Tanzania. Ndio. Tunapozungumzia tathmini huru ya elimu nchini Tanzania, tunakuwa tuna maana gani kwa hilo? Nikijibu kama ulivyoeleza, kuita tathmini huru ni kwamba hiyo tathmini nimeifanyia utafiti mimi kama mimi, kwa maono na weledi wangu. Mimi ni mtaalamu wa sayansi ya takwimu na hisabati. Ukitaja takwimu unazungumzia mbinu ambayo ni cross cutting, mbinu mtambuka inayoingia katika maeneo yote. Hivyo kwa miaka zaidi ya 10 nimebaini kwamba changamoto nyingi zilizopo kwenye mfumo wa elimu hazitatuliwi zaidi na hawa ambao wanaosimamia elimu. Sana wamejikita sana kwenye kuandaa ripoti ambazo zinapendeza viongozi wakubwa wa serikali, lakini sisi kuanzia kwenye familia zetu tunashuhudia hali ya kuzorota sana kwa kiwango cha elimu nchini, lakini hata ubora wa elimu umetetereka sana. Ukiangalia taifa letu lina miaka zaidi ya 60 ya uhuru, miaka 63. Sio umri mdogo wa taifa kuwa huru, kwamba tungeweza tuwe tayari tuna uelekeo ambao ni makini na usioyumba wa elimu. Lakini utaona kwamba hawa watendaji katika ngazi za chini, hasa maafisa elimu katika ngazi za kata na wilaya, wamekuwa wakipotosha sana takwimu nyingi ambazo ndizo ambazo zinatumiwa na wizara
katika mipango mbalimbali ya kuboresha elimu yetu. Sasa unachakata takwimu ambazo zimeshachakachuliwa kuanzia katika ngazi hiyo ya chini. Bila shaka hata mipango yako haitojibu yale matatizo halisia yaliyopo huko chini. Na kwa mantiki hapo, toka kipindi cha uhuru mpaka sasa ni miaka zaidi ya 60 kama ulivyosema. Na unadhani ni kwa kiasi gani sekta ya elimu au mfumo wa elimu umepiga hatua kutoka kuanzia awamu ya kwanza mpaka awamu ya sasa hivi ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan? Kwanza nipongeze awamu zote kwa kutambua umuhimu wa elimu, viongozi wetu kuanzia Mwalimu Nyerere. Falsafa yetu iliwekwa mapema kabisa ya elimu ya kujitegemea. Mwalimu Nyerere aliisimamia kwa vitendo. Nikiri tu na niweke noti ya kwamba nisikitisho kwamba sisi wa Tanzania ndo tumeangusha viongozi wetu kwa kiasi kikubwa, kwa sababu utaona kwamba kuanzia katika ngazi ya familia ilikuwa yale ambayo yanapangwa katika ngazi ya kitaifa, ilikuwa kuanzia wazazi, ndugu wa karibu wa watoto ambao tunawasimamia katika familia zetu, ilikuwa tuhakikishe kwamba ile dhamira ya viongozi wetu kutoka juu ndio ambao tunaisimamia katika ngazi ya familia ili kupata matokeo tarajiwa. Utaona kwamba hivi karibuni wakati Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anazindua sera mpya ya elimu na mafunzo mwaka 2014 toleo la mwaka 2023, ameweka bayana kwamba dhamira ya serikali ni kuandaa watoto wa Kitanzania ambao watapata elimu na ujuzi stahiki ili waweze kukabiliana na changamoto mbalimbali za maisha, na kulisukuma taifa letu kiuchumi, lakini na katika maeneo mengine. Sasa nikisema kwamba Watanzania tunaibeba hii lawama kuanzia kwenye ngazi ya familia kivipi? Utaona kwamba katika familia zetu kuna mambo ambayo yamekuwa ni mtindo wa maisha, siku ingia siku toka. Mtoto anakumbuka zaidi vipindi vya tamthilia kwenye television kuliko kukumbuka kupitia hata kile alichofundishwa ndani ya siku. Haya yote naita kwamba ni kutoonyesha ushirikiano kwa haya ambayo yanapangwa kutoka katika ngazi za juu, ambao yalikuwa yatafsiriwe hata kuanzia katika ngazi ya familia. Lakini shuleni ni hatua ya pili, ambapo walimu hawapaswi sana kupewa lawama, kwa sababu kama kuanzia katika ngazi ya familia tungejenga mtoto ambaye ana nidhamu safi kabisa, ambaye ukimtuma ana sikio jepesi la kusikia na kuwa mwelekevu, ni dhahiri kwamba kazi ya walimu isingekuwa nzito kama ambao tunashuhudia leo, ambapo watoto wengi wamejikuta wanahudhuria shuleni, miaka inasogea, wanakuwa mwili lakini kitaaluma hawakui. Na umezungumzia swala la sera ya elimu ya mwaka 2014 ambayo toleo la sasa hivi la mwaka 2023 ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Unadhani imeleta mabadiliko gani au inaenda kuleta mabadiliko gani katika mfumo wa elimu na kuleta mapinduzi katika elimu nchini Tanzania? Nashukuru sana kwa swali lako zuri, ndugu mtangazaji. Ni mshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu toka amechukua kijiti kutoka kwa mtangulizi wake hayati Dr. John Pombe Magufuli, aliweka bayana kabisa na hataka nyoshea baadhi ya taasisi vidole kwamba wahitimu wetu kidogo wanatia mashaka, hasa katika soko la ajira, ushindani, sio tu nje lakini hata hapa ndani ya mipaka nchi yetu. Ile ilikuwa ni kuweka alama ya kwamba sasa hivi tunalazimika tuweke uelekeo wa pamoja ili kuandaa wahitimu ambao watakuwa wanauzika sokoni. Sasa hii sera imeenda kujibu hayo katika hizi nyaraka, documents hizi, lakini mashaka yangu makubwa naelekeza kwa watendaji wengi katika mfumo wetu wa elimu. Wengi wamejikita kwenye utendaji wa mazoea, hali ambayo inanitia mashaka sana, kwa sababu sio kwamba watendaji hawa wamebadilishwa, labda wameshushwa kutoka sayari nyingine. No, watendaji ni hawa na silka yao, hulka yao ni ile ile. Leo ukikosoa pengine kwa mfano swala la watoto pengine kubaki shuleni muda mwingi, lakini walimu
hawapo. Utashangaa watoto wamechelewa kwenye programu, ukiuliza vipi, asema tuliambiwa turudie, lakini mwalimu hayupo, ameenda kuangalia mechi ya Simba na Yanga. Haya nayaita kwamba ndizo nyufa, nazitaja kama nyufa zitakazoendelea kutubakisha nyuma, ili hali dunia sasa hivi inakimbia kwa kasi ya ajabu. Naam, mtazamaji wa Mlimani TV, kipindi hewani ni Mlimani Leo asubuhi katika kipengele cha Jahara sehemu ya kwanza. Na kama unajiunga nasi, basi niliye naye hapa ni Dickson Gelas Haji, ambaye huyu ni mdau wa elimu kutoka katika kituo cha NMCCE Incubation Center, ambacho kimejikita katika kufanya tafiti mbalimbali kuhusiana na masuala ya elimu, lakini kukuza mafunzo kwa wanafunzi wa elimu ya msingi na sekondari nchini Tanzania. Na jina langu ni Hagai Daudi, na tukija kwenye changamoto, ndio maana changamoto hazikosekani katika mfumo wa elimu wa sasa hivi. Ni sahihi. Naam, unadhani ni changamoto zipi ambazo zinatukwamisha zaidi tushindwe kusonga mbele kwa sasa? Lakini tukitarajia kwamba wanafunzi vile wanavyoongezeka, na walimu watajituma zaidi kwenye kuwawezesha, ile kasi kubwa ya ongezeko la wanafunzi madarasani, zile takwimu kwa kiasi kikubwa zimekuwa zikipotoshwa kiasi kwamba zimezaa shida nyingi sana ambazo zimefanya zimesababisha kuzorota kwa elimu hapa nchini. Nataja takwimu kwa sababu takwimu ndio msingi unaotumiwa hata na wizara katika kufanya maamuzi na kuweka mipango hata ya miaka kadhaa mbele. Sasa takwimu hizi zikipotoshwa, mathalan takwimu za ufaulu zikipotoshwa kuanzia katika ngazi ya kuanzia shuleni, ni dhahiri kwamba hata mipango ambayo itawekwa itakuwa haiendi kutatua changamoto halisi zilizopo huku chini. Lakini nikitaja changamoto nyingine, katika shule zetu kumekuwa na migogoro ambayo isiyokuwa na msingi kabisa. Utakuta sasa hivi kuna uhaba mkubwa sana wa walimu, lakini uwepo wa walimu wa kujitolea katika shule zetu hapa nchini umezua migogoro, hasa pale inapotokea kwamba walimu hawa wanaojitolea wanakubalika zaidi na wanafunzi. Wale wenye ajira ya kudumu wamekuwa wakitengeneza mazonge mengi kiasi kwamba hata inaathiri kisaikolojia vijana hawa. Sasa nitoe rai tu kwa viongozi wanaosimamia elimu, hasa katika ngazi hiyo ya chini kabisa, ngazi ya kata, waratibu elimu hao, maafisa elimu kata, lakini hata katika ngazi ya halmashauri, kuhakikisha kwamba wanafuatilia kinachoendelea mashuleni, kwa sababu hali sio nzuri. Pamoja na kwamba ripoti nyingi zinaonyesha kwamba hali ni nzuri, lakini hali sio nzuri. Watoto wanaenda shuleni, lakini inafika jioni unataraji kwamba wamerudi na maarifa, lakini kwa kusikitisha kwamba ni kwamba wanahudhuria shuleni, lakini ile safari ya kupata maarifa ambayo yataweza kuwafaa kidogo imekuwa changamoto. Nitakutafakarisha jambo. Waislamu wanatumia masaa mawili tu ya ziada jioni, lakini wanaweza kuwasimamia watoto wanahifadhi Qur'ani vizuri, na hata wanashiriki mashindano ya kimataifa, na tunaona wanashika nafasi ambazo zinatuzwa pia. Lakini vipi mwalimu anashinda na mtoto kuanzia asubuhi mpaka saa 9, bado hahitaji tena masaa mengine mawili ya ziada, lakini bado mtoto hata kujiamini kuzungumza kwa lugha ya Kiingereza. Sasa hivi tunajipa changamoto nyingine ya kuongeza lugha zingine za kigeni zaidi, Kifaransa na Kiarabu kikiwemo, ili tuweze kubidhaisha lugha yetu ya Kiswahili. Je, kama haya mazoea ambayo nimeyataja, ambayo ni changamoto nyingine kubwa na inaendelea kututafuna, kama haya mazoea wa Tanzania hatutayapiga kumbo, ni dhahiri kwamba sera nzuri hii ambayo imezinduliwa mapema mwezi Februari na rais wetu, ni dhahiri kwamba haiwezi ikaenda ikatoa matokeo tarajiwa kama mazoea haya yataendelea. Lakini nafasi ya wazazi pia ni ya moja kwa moja. Kuna vitendo vingi sana ambavyo vilikuwa viepushwe, vitendo vya upotofu wa nidhamu.
vile vitendo walimu wanapambana navyo, lakini ilikuwa msingi mama ulikuwa uanzie kwenye familia. Sasa tunaona haya yote kwa pamoja ni changamoto ambazo zinasibu elimu yetu hapa nchini kwa sasa, kitu ambacho naona kama ni viashiria hatarishi vya kutofikia haya malengo ambayo sera hii imeweka. Na kwa muktadha huo, unadhani ni kipi ambacho kinapaswa kufanyika katika sera ya elimu ili kuhakikisha tunaondoa vikwazo vyote hivyo, tunaondoa changamoto zote hizo, na sera yetu ya elimu inazidi kukua juu na sekta ya elimu kwa ujumla? Kipi kifanyike? Kwanza nishaeleza kwamba sera sina matatizo nayo. Imeweka uelekeo vizuri kabisa. Ukiangalia tayari ishaanza kujibu baadhi ya changamoto za muda mrefu. Kitendo cha hii sera kueleza kwamba watoto watasoma elimu ya lazima kwa kipindi cha miaka 10. Manake form 4 ndio sasa hivi itageuka kuwa kama darasa la 7. Ni dhahiri kwamba watoto wengi wa Kitanzania watapata muda wa kutosha wa kukaa shuleni na kujengewa misingi ya kujitegemea. Lakini nitaje tu kipekee kuanzishwa kwa mkondo huu wa amali. Nadhani hiki ni kitu chema sana, na wazazi wengi wanapenda sana watoto wao wapite kupitia mkondo huu wa amali. Mkondo huu wa amali umejikita zaidi kwenye ujuzi wa kutenda. Mimi kwa bahati nzuri nimesoma shule ambazo zilikuwa ni mchepuo wa kilimo. Kila siku ulikuwa unapata takriban dakika 45 za kuhudhuria shambani, ulime kabichi, uangalie kahawa, moshi kule, udhibiti vizuri wadudu vamizi na usimamiwe na mwalimu. Haya tungeweza kuyafanya leo katika shule zetu, hata katika ngazi ya kijiji. Ule uongozi katika ngazi ya kijiji ungeweza kusimamia walimu waweze kutoa watoto ambao wataweza kujitegemea. Sasa hapa nazungumza swala la practicability, utekelezaji kwa vitendo wa hiki ambacho kimeelezwa katika sera. Hili nina mashaka makubwa sana kwamba haliwezi likatokea kama hatutofikiri nje ya boksi. Hasa kwa mfumo huu ambao watu wamekuwa wanapelekwa kwa mazoea ambayo nayataja kwamba yanazorotesha sekta ya elimu kwa kiasi kikubwa. Na unadhani sasa ni kipi ambacho kinakwamisha kutofanyika kwa vitendo mambo kama hayo? Unasema ulikuwa unasoma lakini unafanya kwa vitendo shambani, unalima na nini. Kitu gani ambacho kinakwamisha kushindwa kuendelea kufanya elimu kwa vitendo kama hivyo? Ndugu mtangazaji, nijibu swali lako kwa upole kidogo. Kwa sababu imefikia hatua ambapo siasa imeingia katika kila kitu. Ukitaja siasa umegusa maisha ya kila mtu. Mimi kwa bahati nzuri kwa muda wote wa kuwa shuleni nimekuwa nafuatilia kwa karibu sana baadhi ya mambo yanayofanyika. Mwaka 1998 alikuwa rais Mheshimiwa hayati Mkapa, enzi yake, alidiriki kufuta mtihani wa form 4 wote na ukarudiwa Januari mwaka uliofuata 1999. Kipindi hiyo mimi niko darasa la 5. Lakini miaka kadhaa mbele tumeshuhudia vitendo vingi vya udanganyifu vikifanyika kwenye taasisi, lakini maamuzi mengine ambayo ya kisiasa, mara kwa mfano kuondoa mfumo ule wa kuchuja watoto wakifika form 2. Hii ilitokea kipindi cha Kikwete kuanzia 2010 hapo mpaka 2012. Hali ambayo ilipelekea matokeo mabaya sana katika ngazi ya kidato cha 4, ambapo zaidi ya 60% walipata division 0. Mpaka bunge lilivyohoji, nakumbuka chini ya waziri mkuu wakati huo Mizengo Pinda, ikalazimika baraza la mitihani NECTA wafanye standardization na kutengeneza matokeo mengine ambayo bado 57% wakaonekana wamepata division 0. Lakini cha ajabu katika matokeo yale ilitokea kwamba kuna ambao walipata 0 wakajikuta wamepata 3, alafu wakaendelea mbele katika mfumo wa kidato cha 5 na kuendelea. Sasa hapa nataja kwamba ukengeukaji
wa baadhi ya mifumo yetu ya elimu, ambapo utakuta siasa wakati mwingine inaingilia elimu. Hii imekuwa ikitutoa kwenye reli ya yale malengo ambayo yalisimikwa toka awamu ya kwanza ya Mwalimu Nyerere, kwamba malengo ni kuandaa kijana wa Tanzania ambaye ataweza kujitegemea hata baada ya kuhitimu ngazi yote ya elimu. Mtoto akimaliza darasa la 7, akimaliza form 4 aweze kujitegemea, lakini hali ya mambo sivyo kama ilivyo leo. Kwa hiyo ukichunguza vizuri katika shule za msingi, kuna idadi kubwa sana ya walimu ambao waliingia katika mfumo ule pasi na kuwa na vigezo stahiki. Sasa leo hii dunia ina kasi kubwa sana ya kupokea mabadiliko ambayo yanakimbia kwa supersonic speed, lakini wale ambao sasa ndio wanaosimamia watoto katika hiyo ngazi ya msingi kabisa, tunafahamu kwamba nyumba ni msingi, wale wao wenyewe wameandaliwa vipi kwenye kuendana na hii kasi. Kwa hiyo utakuta hata serikali katikati ya safari inajaribu kuwarudisha kwenye misingi kwa kufanya semina za mara kwa mara, lakini utashangaa wengine wanazodoa tu kwamba sisi tunafurahia tu zile posho za wakati wa semina. Hii naita kwamba ni upotofu wa watumishi ambao wanalipwa ili kusaidia watoto wetu shuleni, lakini wanaingiza mambo ambayo yanakwamisha mipango ile iliyowekwa kuanzia katika ngazi ya wizara kutoka juu. Sasa nitoe rai tu kwa walimu wote nchini, kuanzia shule za msingi, sekondari na hata level zingine, kuhakikisha kwamba wanasimamia misingi iliyowekwa kuanzia enzi ya Mwalimu Nyerere, misingi ya kuandaa mtoto wa Kitanzania ambaye ataweza kujitegemea hata akimaliza tu hiyo elimu msingi, ambapo hali halisi iliyopo leo ni kinyume kabisa. Wewe na mimi tuna ndugu ambao pengine wapo katika familia, wengine wamehitimu vyuo vikuu, lakini wamekuwa ni burden, sio tu kwa familia zile, hata kwa serikali sasa hivi. Lakini utaona kwamba haya ni matokeo tu. Kwa hiyo hawa vijana ambao wameshahitimu katika ngazi hizo, lakini hawawezi kutengeneza ubunifu hata wa kubadilisha yale maarifa walionayo wayageuze yatengeneze thamani, ni dhahiri kwamba ni matokeo ya mfumo wetu mbovu wa elimu, ambapo katika utekelezaji ndipo tulikuwa tunakwama zaidi. Nitakutafakarisha jambo moja. Ukipiga nyundo ukutani mapigo matano ya mwanzo, afu lile la 6 ndilo ikatokea kwamba limefanikiwa kubomoa ule ukuta, hautashukuru yale matano ya mwanzo? Lazima ushukuru, kwa sababu yamesaidia kwenye kulainisha. Ni sahihi. Kwa hiyo Rais Samia sasa hivi anakamilisha yale yote yaliyoanzishwa mwanzoni toka serikali ya awamu ya kwanza chini ya Mwalimu Nyerere. Ninaomba Watanzania wote tuungane na rais kuhakikisha kwamba haya yanawezekana. Mimi kijijini ninakotokea, wachekechea wale wanaoandaliwa kwanza darasa la kwanza hawaendi shule, wanazurura tu mtaani. Sasa hiyo ni sample moja. Nchi yetu ni kubwa hii. Maana yake katika kijiji kile, uongozi wa kijiji umeshindwa hata kusimamia walimu kwamba ni jukumu lao kuhakikisha kwamba watoto wale wanatoka mtaani wapo shuleni. Sasa hapa nazungumza madhaifu ya kiuongozi katika ngazi ya chini kabisa, kwamba yanazorotesha lile lengo mama la sera hii ya elimu. Basi na kwa kumalizia, neno lako la mwisho ambalo ungependa kutoa siku hii ya leo, tuambie nini ambacho unadhani kinatakiwa sasa? Kwa ufupi mwisho. Nashukuru sana. Kwanza ninaomba sana viongozi wa serikali wawasikilize vijana. Hili niliweke sambamba na hiki kinachoendelea sasa hivi mitandaoni, swala la VETA. Toka Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa tamko kwamba degree zote ziende VETA, kuna kejeli nyingi zinaendelea mitandaoni.
ninaposema viongozi wa serikali wasikilize vijana, nasema hawa vijana wamesoma, wana hoja za msingi kabisa. Kama kijana amepata shahada ya chuo kikuu, ni dhahiri kwamba ana uwezo wa kuamua hatima yake. Wanahitaji kuwezeshwa, wanahitaji kupatiwa sapoti. Fursa ipo kwenye kilimo, lakini kijana anachagua kubeti kijiweni kwa sababu hana sapoti. Mwaka mmoja nyuma, rais ilibidi asitishe ile 10% ya mikopo kwa vijana na kina mama kutokana na mazongezonge ambayo kwa bahati mbaya yanasimamiwa na madiwani, yanasimamiwa na viongozi ambao tunaamini kwamba ndio wamepewa dhima ya kusimamia utekelezaji wa sera na mipango mingine ya serikali, lakini wametengeneza vikundi feki. Vijana hawapati, kina mama hawapati, malengo ya serikali hayatimii. Vijana wakisikilizwa, ni dhahiri kwamba tutaweza kutoka ndani ya muda mfupi kabisa kwenye huu mkwamo. Lakini kipekee niseme tu, mimi kama nimekuambia, nimesoma shule ambazo kuanzia ordinary level form 1 hadi form 4, kidato cha 5 na 6. Nimesoma shule ambazo ni mchepuo wa kilimo. Unalima, unafuga ng'ombe, unafuga kuku ukiwa shuleni. Nikiwa shuleni. Hili linashindikana vipi leo? Miaka 20 na iliyopita kutoka nimehitimu ngazi hiyo. Manake kumbe sasa hivi ni kwenda kutekeleza zaidi na kuekea mkazo haya ambayo yanatajwa katika sera ya elimu, kuanzia katika ngazi ya chini kabisa kwenye familia. Nianzie hapo. Huku shuleni ni hatua ya pili ambapo inahitaji tu umakini wa viongozi katika ngazi hizo za chini kuhakikisha kwamba wanasimamia vizuri. Mfumo wetu uliopo sasa hivi na hawa viongozi wa elimu ni kama wanatuaminisha kwamba kijana afuge ng'ombe dume 2 afu ategemee kukamua maziwa. Lakini hiyo inaongeza ubunifu na uzalishaji katika nchi, kwa sababu ukiangalia nchi ng'ombe dume 2 alafu kijana akae kwa tumaini la kupata maziwa, inawezekana? Jibu ni kwamba haiwezekaniki. Nikimaanisha kwamba hiki ambacho leo hii kinazodolewa kwamba kijana mwenye degree, hiki kiliwekwa katika sera, kiliwekwa katika ilani ya chama CCM, kikasimamiwa, vijana wamesoma. Sasa hivi vijana wanakuwa kama wanahoji kwamba ni haki yao pengine wapatiwe ajira. Lakini inatokea kwamba hawajibiwi katika hali ambayo inaleta afya hata ya kufikiri. Wanajibiwa katika hali kama ya kubezwa na karibia kila mtu. Hawa vijana wanahoja, wanatakiwa wasikilizwe, kwa sababu hii elimu ya chuo kikuu walioipata si kwamba walijipeleka. Kwanza wengi hawakuwa na uwezo wa kufikia ile hatua. Ni uwezeshaji tu wa bodi ya mikopo ambao serikali ilianzisha. Kwa hiyo hata sasa hivi wakati bodi ya mikopo inahitaji mikopo ile irejeshwe, ilikuwa vijana hawa wawezeshwe zaidi, kwa sababu kuna mifano ya kutosha kabisa. Mimi kwenye kituo changu nasimamia vijana wengine hawa ambao wamemaliza kidato cha 4, wanajifunza ndani ya miezi 3 applications za computer, anaimudu Excel vizuri kuliko ambaye ana cheti kutoka VETA. Lakini VETA wanafundisha mafunzo ya ufundi. Ni sahihi, sio kompyuta. Ni sahihi. Hapa nakupa mfano, Morogoro pale mafunzo hizi short course Mikumi pale ilikuwa inafanywa, lakini vijana wale wakichukuliwa wakiajiriwa maeneo ya kazi, hawa ambao wanaandaliwa mtaani ndio utakuta wanamiliki maarifa kwa sababu wamesimamiwa kwa vitendo. Lakini kwa muda mrefu tumekuwa na shule za kuanzia msingi ambazo ni za ufundi. Ni dhahiri kwamba hizi shule ndizo ambazo zilikuwa zinatakiwa zihuishwe kuanzia katika ngazi hiyo ya chini kabisa. Kijana kama amefika ngazi hii ya juu kabisa, hana wazo hata la ufundi, manake ameshapoteza thamani kubwa sana. Ilikuwa ile misingi ambayo Mwalimu Nyerere alianzisha kuanzia ngazi za shule za msingi, ambapo kulikuwa na shule ambazo zilikuwa na mkondo wa ufundi hapo. Ni shule ya msingi na ufundi. Ilikuwa tutilie mkazo tu utekelezaji na muendelezo wa yale mazuri ambayo yalianzishwa toka awamu ile. Basi kwa sasa unadhani mafunzo ya VETA yana manufaa gani kwa vijana katika kumkuza katika ubunifu na kujiwezesha yeye mwenyewe katika swala zima la uzalishaji binafsi? Nashukuru. Sipingi habari ya mafunzo ya VETA, bali naiweka sawa kwamba tusiwayumbishe vijana hawa ambao tayari washaipata elimu ya juu pale tu wanapodai state exam. Mafunzo haya
ndio ambao mafunzo haya VETA ndio ambayo sasa hivi yanajibu changamoto nyingi. Ukiangalia mtaani kuna mahitaji kwa mfano ya mafundi wa kupaka rangi, anaweza akaenda akachukua mafunzo haya, lakini sio tumpangie huyu kijana. Sasa hivi utaona hata kwenye mfumo wetu wa elimu walimu wengi walishurutishwa tu waingie huko kwamba wamekosa mbadala, lakini wapo kule hawana ufanisi wote kwa sababu walisukuma huko. Kwa hata hawa vijana ambao tayari wana degree tayari wanaweza kuamua hatima yao, na nadhani ndio maana wamefika hatua hiyo, manake wanaweza kufanya maamuzi kwa mtazamo chanya kabisa na wakaweza kufanikisha. Nitaje hii habari ya michezo ya kubashiri. Naomba viongozi wetu watafakari vizuri, kwa sababu inaenda kulitia taifa letu shimoni. Naam, basi huyo ni bwana Dickson Geras Haji ambaye ni mdau wa elimu kutoka kituo cha NMCCE Incubation Center, ambaye leo tulikuwa tunajadili mada ya tathmini huru ya elimu nchini Tanzania. Na kufikia hapo niseme hatuna la ziada, tukutane wakati mwingine. Langu jina ni Hagai Daudi.